Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa na changanua moja kwa moja. Ningependa kwanza kwa kuuliza swali. Ikiwa leo uchaguzi ungeandaliwa, Ruto asimame huku akiungwa mkono na Raila Odinga na upande mwingine Kalonzo Musyoka asimame kwa kikundi kile ambacho kinashikiliwa na Rigathi Gachagua, nani atashinda kiti cha urais kati ya Kalonzo Musyoka akiungwa mkono na Rigathi Gachagua na Ruto akiunga mkono na Raila Odinga? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Sasa politics is all about interest. Na sasa kuna mabadiliko makubwa. Kuna habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari kwamba kiongozi wa chama cha ODM ametangaza msimamo wake wa kisiasa, na kuna kanda ambayo ningependa kuiweka hewani vile alikuwa anazungumza akiwa katika kaunti ile ya Wajir. Kabla niweke hiyo sauti ya Raila Odinga, naomba tu kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Ombi langu moja tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa, ikiwa unatazama, naomba tu utukabidhi ama utupe a like, ukipenda a thumbs up katika kanda hii. Na ikiwa unatazama hii kanda kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kidude hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kidude ili kuwa subscribed, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozikuwa katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa grupu 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp, na asante kwa kutia ombi langu. Karibu ili tuendelee zaidi. Hii leo kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga alikuwa katika kaunti ile ya Wajir, ukipenda Wajir, it depends how you pronounce, ili kukusanya maoni hapa na pale kabla ya kutangaza mustakabali wake wa kisiasa. Lakini akiwa katika kaunti ya Wajir aliweza kutoa matamshi ambayo yanalenga ni upande upi na msimamo wake wa kisiasa. Tumsikize Raila Odinga. Mimi niliuliza nyinyi tufanye vipi? Tuliona jamaa mwingine alikuwa anasema ati ameweka mtego. Alikuwa anaweka mtego. Kila mahali ameweka mtego, hakuna kitu cha kupita, kuna mambo ya handshake, kuna mambo ya nusu mkate. Sasa namna hiyo. Sasa mnataka tuende kwa jamaa mwenye mtego? Tuongee na mwenye mtego? Mimi niwaambia yeye hadithi ya Kiswahili. Tendawili. Mtego ya panya kuingia waliomo na wasiokwemo. Unajua sasa Raila Odinga, na katika siasa hakuna yule ambaye ajitakii mema. Ukisikiza ndio hiyo naenda sasa kuchanganua, amezungumzia mambo ya mitego. Kuna wakati aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alisema ya kwamba ameweka mitego katika ikulu ya Kenya ili Raila Odinga asiingie. Nikukumbushe kidogo wakati huo, tusikize Rigathi Gachagua. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila mahali nimeweka, na niko na watu wako nipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Mimi nalala na jicho moja, ingine nalala ikiwaona. Nafunga moja usiku. Ile ingine nakaa kama torch. Nikisikia maneno nakimbia hapo. Kwa sababu hii serikali tulitafuta na shida mingi sana. Wakati huo Gachagua alisema ya kwamba aliweka mitego ikulu ili Raila Odinga asitumie mlango wa nyuma kuingia. Akiingia katika ikulu atakabiliana na yeye vilivyo. Lakini sasa hivi hii leo siku ya Jumatano, Raila Odinga akiwa Wajir alionekana kumkejeri Rigathi Gachagua kwa kusema kwamba aliweka mitego, lakini baadaye mitego yote Raila Odinga akaitegua na kuingia ikulu na kusalimiana na kiongozi wa sasa William Ruto.
Na kuna vile mazungumzo hayo ambayo yanaenda kuunda msingi wa uchanganuzi siku ya leo. Amezungumzia kwamba tuingie kwa muungano wa jamaa wa mitego ama tuendelee kusonga mbele. Kumaanisha akisema jamaa wa mitego, hiyo ni kejeri. Kumaanisha haingii pale. Na kusema tusonge mbele inamaanisha kuingia katika serikali. Now, I want to put this into perspective so that Kenyans to understand the meaning ya matamshi ama sentiments made by Raila Odinga. Mazungumzo haya, matamshi ya Raila Odinga yanamaanisha nini? Number 1, Raila Odinga atajiunga kwa serikali ya Kenya Kwanza ambayo inaongozwa na Daktari William Ruto. Kwa nini nasema hivyo? I'm going to defend myself. Wakati amesema tuingie kwa jamaa ya mitego ama tuendelee kusonga mbele, kuna response ambayo ilitoka hapo nyuma ya kusema ya kwamba tuendelee mbele. Na vile aliput question kwamba jamaa ya mitego inamaanisha ya kwamba is not even interested to join Rigathi Gachagwa's camp, but is interested to join the current regime under the leadership of President William Ruto. Lakini akiingia katika serikali, hakuna tangazo lingine ambalo anaenda kutangaza kando na hilo, kwa sababu sijui kama mbona akaamua kuzungumza hivyo. Tayari ameonyesha msimamo wake na mustakabali wake wa kisiasa licha ya kupingwa na baadhi ya wana ODM. Ataingia katika serikali ya Rais William Ruto. Lakini akiingia katika serikali, sasa tunachanganua kwenda ndani. Akiingia katika serikali ya Rais William Ruto, Raila Odinga has 2 options politically. 1, to endorse the re-election of President William Ruto 2027. Akiingia katika serikali sasa hivi, kuanzia mwaka huu 2025 hadi mwaka 2027 watakuwa wanashirikiana pamoja. Ndio maana tumeona mabadiliko katika kamati mbalimbali, katika bunge la kitaifa na hata katika bunge la seneti. Mabadiliko yamefanywa, wenye kiti ambao wanashikilia kamati mbalimbali wandani wake wameingizwa pale. Kwa hivyo, na hata mawaziri kuna wale ambao huenda wabadilishwe kabla ya next year. Sasa akiingia katika serikali, watafanya kazi na rais ili the so-called broad-based government to be strong. Na hata kwa bunge kuna mabadiliko ambayo yanatarajiwa, kwa sababu Millie Odhiambo kuna wakati alisema the so-called broad-based government inafanya kazi kwa executive, maana kuna wana ODM waliingizwa kule, lakini katika bunge there is nothing like a broad-based government. That means the leadership in the National Assembly is expected to change. Wait and see. Lakini baada ya 2027 ama kabla ya uchaguzi ujao, Raila Odinga atamuunga mkono William Ruto kuchaguliwa, second option to contest for presidency 2027. Kwa nini nasema hivyo? Asipomuunga Ruto kuchaguliwa kwa mara ya pili, inamaanisha atawania kiti cha urais yeye mwenyewe pasipoungana na Rigathi Gachagua. Kwa sababu gani? Kuna vile kuna uwezekano wa kupanga njama ya kushinda mapema. Anaweza simama ili kuwania kiti cha urais ili apate uungwaji mkono wake ili kuharibu baadhi ya kura katika maeneo fulani, kama njia, kama mbinu ya kuhakikisha William Ruto amepita katikati ya Rigathi Gachagua na Raila Odinga na kutangazwa kuwa rais tena 2027. You know, politics is all about the strategy. You play smart. You don't need to work hard, but make sure once you are a politician to play smart in order to win. What do you think? Hayo ni maoni yangu. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane in the next video. I'm requesting you, if you are watching us for the first time,
please consider subscribing to our YouTube channel by hitting the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell that is against the subscribe button, so that you can always receive all notifications automatically by YouTube channel to notify you that Omo Kenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Tukutane, let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen. Be blessed by our own Supreme King who lives in the heaven. Bye bye.